Zifahamu nchi 8 zilizowahi kutoa kombe la dunia tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1930. Unaposikia FIFA World Cup, ni historia zaidi ya miaka 90, historia ya ushindani, kuweka rekodi, mashujaa na mataifa yaliyowahi kuandika majina yao kwenye historia ya soka ulimwenguni. Ni hilo maarufu zaidi duniani. Ungana na Makini TV katika makala hii inayoangazia nchi 8 ambazo zimechukua ubingwa wa kombe la dunia. Jina langu ni Upendo wa Wina. Historia ya kombe la dunia inaanza mwaka 1930 pale ambapo FIFA iliamua kuanzisha mashindano maalum ya timu za taifa, huku toleo la kwanza likifanyika nchini Uruguay, ambapo pia alikuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Lakini pamoja na mataifa mengi kushiriki katika historia ya mashindano haya, kuna jambo moja la kuvutia zaidi. Ni mataifa 8 pekee ndio yamewahi kutoa kombe la dunia la wanaume, ambayo ni Brazil, Ujerumani, Argentina, Faransa, Italia, Uhispania, Uruguay na Uingereza. Katika fainali ya kwanza kabisa, Uruguay ilikutana na Argentina katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa. Uruguay ilibuka mshindi kwa mabao 4 dhidi ya mawili na hivyo kuwa nchi ya kwanza kabisa kutoa kombe la dunia. Miaka 4 baadaye, mwaka 1934, kombe la dunia lilihamia Italia. Wenyeji walikuwa na dhamira ya kuhakikisha kombe linabaki nyumbani na hatimaye walifanikiwa. Italia ilifunga Slovakia mabao 2 dhidi ya 1. Italia haikusubiri muda mrefu kuongeza historia. Mwaka 1938 ilirudia ubingwa kwa kuifunga Hungary mabao 4 dhidi ya 2. Hapo ndipo Italia ikawa taifa la kwanza kushinda kombe la dunia mara 2 mfululizo. Baada ya dunia kuingia katika kipindi kigumu cha vita ya pili ya dunia, mashindano hayo yalikatishwa na kurudi rasmi mwaka 1950 nchini Brazil, na mwaka huo Uruguay ilirudi tena kwenye historia. Katika mchezo wa mwisho wa kundi la fainali, Uruguay ilikabili Brazil mbele ya mashabiki wengi katika uwanja wa Maracanã. Brazil ilikuwa ikitarajiwa kufanya vizuri, lakini Uruguay ikafanya kile ambacho hadi leo kinakumbukwa kama Maracanazo, kwa maana rahisi, mshtuko wa Maracanã, neno ambalo lilianza kutumika kuelezea mshangao mkubwa uliotokea pale Uruguay aliposhinda Brazil mbele ya mashabiki zake nyumbani, wakati Brazil alihitajika tu sare kutoa ubingwa, na Uruguay ikashinda mabao 2 dhidi ya 1 na kutoa taji lake la pili. Mwaka 1954 Ujerumani Magharibi ilitoa kombe la dunia baada ya kuifunga Hungary kwa mabao 3 dhidi ya 2 katika fainali iliyochezwa nchini Uswizi. Hii ilikuwa mara ya kwanza kutoa ubingwa wa kombe la dunia. Baada ya hapo, dunia ilianza kushuhudia kuibuka kwa taifa ambalo baadaye lingekuwa mfalme wa kombe la dunia, Brazil. Mwaka 1958 nchini Sweden, Brazil ilifika fainali na kukutana na wenyeji Sweden. Ilikuwa na kijana mwenye kipaji cha ajabu, Pele. Brazil ilishinda kwa mabao 5 dhidi ya 2 na kutoa taji lake la kwanza. Miaka 4 baadaye, Brazil ilitinga tena katika fainali ya kwanza mwaka 1962 ikifunga Slovakia mabao 3 dhidi ya 1 na kutoa ubingwa wake. Na mwaka 1970 Brazil ilifika kilele kingine baada ya kuifunga Italia mabao 4 dhidi ya 1 katika fainali nchini Mexico, hivyo kuwa nchi ya kwanza kutoa mataji 3 mfululizo. Miaka michache baadaye, Ujerumani Magharibi nayo iliingia kwenye orodha ya mabingwa. Mwaka 1974 ilifunga Netherlands mabao 2 dhidi ya 1 katika fainali na kutoa taji lake la pili baada ya ubingwa wa mwaka 1954. Kisha mwaka 1978 Argentina alitumia nafasi yake akiwa mwenyeji, ambapo alikutana na Netherlands katika fainali na kushinda mabao 3 dhidi ya 1 baada ya muda wa ziada, na hivyo kutoa kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Mwaka 1982 Italia ilirudi tena kileleni katika fainali nchini Hispania. Italia ilifunga Ujerumani Magharibi mabao 3 dhidi ya 1 na kufikisha mataji 3 baada ya ubingwa wa mwaka 1934 na mwaka 1938. Miaka 4 baadaye, mwaka 1986, dunia ilishuhudia enzi ya Diego Maradona. Argentina ilifika fainali na kukutana tena na Ujerumani Magharibi. Safari hii Argentina ilishinda mabao 3 dhidi ya 2 na Maradona akainua kombe la dunia akiwa mmoja wa nyota waliotikisa mashindano hayo. Ujerumani Magharibi haikukaa muda mrefu bila kulipiza. Mwaka 1990 ilikutana tena na Argentina katika fainali, lakini safari hii ilikuwa Ujerumani Magharibi iliyotoka na ushindi wa bao 1 dhidi ya 0 na kutoa taji lake la 3. Mwaka 1994 Brazil ilirudi kileleni nchini Marekani. Fainali dhidi ya Italia iliisha 0-0 hata baada ya muda wa ziada, hivyo mshindi akamuliwa kwa penati. Brazil ikashinda mabao 3 dhidi ya 2 kwa penati na kutoa taji lake la 4. Miaka 4 baadaye, mwaka 1998, Ufaransa ilifanya historia ikiwa mwenyeji, ikiwa na Zinedine Zidane kama mmoja mastaa wake. Ufaransa ilifunga Brazil mabao 3 dhidi ya 0 na kutoa taji lake la kwanza. Na mwaka 2002 Brazil ilirudi tena kwenye kilele katika fainali dhidi ya Ujerumani, ambapo Ronaldo Rosario alifunga mabao 2 na Brazil ikashinda mabao 2 dhidi ya 0. Ushindi huo ulifanya Brazil kufikia rekodi ya mataji 5 ambao bado ndio mengi zaidi katika historia ya mashindano. Mwaka 2006 Italia ilitoa taji lake la
la 4 baada ya fainali dhidi ya Ufaransa kumalizika kwa sare ya 1-1 kabla Italia kushinda mabao 5 dhidi ya 3 kwa penalti. Kisha mwaka 2010 Hispania ikaingia kwenye orodha ya mabingwa. Fainali dhidi ya Netherlands ilikuwa ngumu na ikafika muda wa ziada. Bao la Andres Iniesta iliipa Hispania ushindi wa bao 1-0 na kupeleka Hispania kutoa kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Mwaka 2014 Ujerumani ilirudi kileleni. Katika fainali dhidi ya Argentina, mchezo uliendelea hadi muda wa ziada kabla ya Mario Götze kufunga bao la ushindi na kuipa Ujerumani ushindi wa bao 1-0. Ilikuwa ni kombe la 4 la dunia kwa Ujerumani. Na mwaka 2018 Ufaransa ilitoa taji lake la pili baada ya kuifunga Croatia mabao 4-2 katika fainali ya Urusi. Kisha ikafika mwaka 2022 ambapo Argentina iliyoongozwa na Lionel Messi nchini Qatar. Fainali dhidi ya France ilikuwa miongoni mwa michezo iliyosisimua zaidi katika historia ya kombe la dunia. Baada ya mchezo kumalizika kwa mabao 3-3, Argentina ilishinda mabao 4-2 kwa penalti na kutoa taji lake la 3. Mwaka 2026 Hispania ilirudi kwenye kilele cha soka duniani baada ya kushinda bao 1-0 dhidi ya Argentina katika fainali iliyochezwa New Jersey, mchezo ambao ulikuwa na ushindani mkubwa. Dakika 90 zilimalizika bila bao hadi pale Ferran Torres alifunga dakika ya 106 na kuipa Hispania ushindi wa bao 1-0. Ushindi huo ulifanya Hispania kuchukua kombe la dunia kwa mara ya pili na kujiunga na Faransa na Uruguay zenye mataji mawili na kuipita Uingereza ambayo imebaki na taji moja la mwaka 1966. Baada ya safari hiyo ndefu kutoka Uruguay mwaka 1930 hadi Hispania mwaka 2026, mataifa 8 pekee ndiyo yamewahi kutoa kombe la dunia. Na hapo ndipo uzito wa kombe la dunia unapojionyesha. Mataifa mengi yamewahi kushiriki, nyota wengi wamewahi kujaribu, lakini mataifa 8 tu yaliyofanikiwa kufika kileleni. Kila taji lina hadithi yake, kila fainali ina kumbukumbu yake, na kila kizazi huja na ndoto yake ya kuandika jina katika historia ya mashindano makubwa zaidi ya soka ulimwenguni. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Upendo Wawina, na hii ni Makini TV.